unapokula chakula, vile virutubisho vile vinaenda kwenye nini? Vinaenda kwenye wale enzymes, kama uliwahi kusoma sekondari. Vinaenda kwenye wale wadudu ambao wanalinda mwili. Si ndio? Magonjwa yakija yanaanza kukutana na chembe hai ya damu nyeupe, chembe sahani. Tuliwahi kusoma hizo darasa la pili. Chembe sahani, kuna chembe nyeupe, kuna chembe nini ya damu, zote hizo. Kwa hiyo chakula kinapoingia kinaenda kwenye virutubisho vile. Sawa sawa? Tuko sawa sawa? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo na chakula cha kiroho ni hivyo hivyo. Unapokula chakula cha kiroho unaanza kupata kuna neema ya kiroho inaanza kupita ili kusudi kuzuia magonjwa, kupambana na magonjwa, kushughulika na magonjwa. Kwanza kushughulika na magonjwa. Unashangaa tu magonjwa yanaanza kuondoka mwenyewe. Yanaanza kuondoka mwenyewe. Magonjwa yanatoka mwenyewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kuna chakula cha kutosha. Yaani chakula ambacho kinapambana na magonjwa, chakula ambacho kinapambana virutubisho vile, virutubisho vya kiroho, virutubisho vya nguvu, virutubisho visivyo vya kawaida ambavyo vinasimama kuhakikisha tunakuwa salama. Amen. Bwana asifiwe sana. Magonjwa yanaondoka mwenyewe. Ngoja nikwambie, unapomcha Mungu magonjwa yanaanza kuondoka. Magonjwa yanaanza kuondoka. Udhaifu unaanza kuondoka. Na nini vinaanza unapomchua Mungu. Bwana asifiwe sana. Unapomchua Mungu vinaanza kuondoka. Kwa hiyo kuna level zikifika, ugonjwa wenyewe unakwambia mimi naanza kuondoka kwa sababu hauwezi ukakumudu tena kutokana na kile ulichokibeba. Ninasema na mtu sasa. Amen. Magonjwa. Maana anasema kwa kupigwa kwake sisi tumefanyaje? Tumepona. Umepona akili. Umepona na umaskini. Ngoja nilikuwa najifunza jana kuna kitu cha ajabu sana nilijifunza. Sisi kwetu, nirudie tena yamkini nishaye kusema. Sisi tunapookoka kwetu utajiri ni lugha ya kawaida. Bwana asifiwe sana. Unanielewa? Yaani sisi kwetu tukiokoka hatu struggle tupate utajiri kwa sababu kwenye ufalme wa Mungu utajiri ni language inayo exist. Aro. Amen. Unapotembea na kanuni ya Mungu, Mungu kukufanya wewe uwe tajiri ni kitu cha kawaida. Mungu anaweza akakushangaza kwa siku moja tu. Wanasemaga kwa siku moja huwezi kuamka tajiri, huwezi. Mimi nakataa. Siku hii tu Mungu anaweza akakufanya uwe tajiri. Maandiko yanasema Ayubu siku moja tu Mungu akamrejeshia vitu vyote alivyokuwa amepoteza. Bwana asifiwe sana. Amen. Hujachelewa bado. Unapomchua Mungu. Okay, nikajifunza kitu kingine tena. Nikajifunza hivi. Kwenye kamusi ya Mungu hakuna neno umaskini. Kwenye kamusi ya nani? Ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Unanielewa? Kwenye kamusi yako tu, lakini kwenye kamusi ya Mungu hakuna neno nini? Umaskini. Kwenye kamusi ya Mungu hakuna neno haiwezekani. Kwenye kamusi ya Mungu hakuna neno haiwezekani. Vyote vinawezekana. Vinawezekana. Ukipita leo, pita usome hili bango lilopo hapa, lilopo nyuma hapa. Pita usome pale. Utakuta kuna neno limeandikwa kwa kuwa hakuna lisilowezekana kwa nani? Ukipita usome, tumeshausoma ile tangazo. Au tunaangalia tu picha ya mchungaji na mchungaji. Mshawahi kusoma tangazo lile huko? Amen. Nasoma mnajua nini cha kufuata. Unapokuwa hapa akilini mwako ije hilo neno ya kwamba yote yanawezekana. Hebu soma Luka 1:36. Umalize kabisa. Luka 1:37. Unapokuwa hapa hakikisha unabeba hiyo imani ya kwamba yote yanawezekana. Haleluya. Sio mtumishi wa Mungu Brighton. Yanawezekana. Magonjwa yanawezekana kuondoka. Umaskini unawezekana kuondoka. Uchafu wote unawezekana kuondoka. Vyote vile vinawezekana kuondoka. Soma 37:1. 37. Neno la Mungu linasema. Kwa kuwa hakuna. Jamani, kwa kuwa kuna. Neno. Twende basi vizuri mnisikilize huko, achane na huyo kijana. Nisikilize huko. Kwa kuwa hakuna au kuna. Neno
Turudie wote. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Turudie tena. Kwa kuwa Hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Yohana usiwapeleke haraka sana. 1, 2, 3. Kwa kuwa kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa nani? Kwa Mungu. Hajasema jambo, ameanza na neno. Neno ndio gumu zaidi. Unanielewa? Amen. Kama ni neno, basi kwenye jambo ni kitu cha kawaida. Anasema kwa kuwa hakuna neno. Unanielewa brother Yohana? Brother Brighton. Hakuna neno. Wewe una kitu. Angalia, weka neno lako lolote ambalo umeliwaza ni gumu. Halafu liambie hivi, kwa kuwa hakuna neno tena lisilowezekana kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Unaona kama kuna ugonjwa na kusumbua, uambie ugonjwa leo, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Kwa hiyo ugonjwa ninakuamuru ondoke. Amina. Uambie umaskini, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Umaskini aina. Amen. Hivi unalielewa ile andiko? Amina. Yaani hakuna. Na hilo andiko sio theory, ni uhalisia ya kwamba hakuna. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na ndio kiini cha huduma yetu. Hakuna neno ndani ya Penueli, hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Yote yanawezekana. Tunataka twende dunia nzima, yote yanawezekana. Tutafika, hatuna haraka. Tunataka twende mataifa, tutafika, hatuna haraka. Tunachojua tu ni kwamba hakuna neno lisilowezekana. Wow, sema hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Simama kwa miguu yako. Yesu